amependeza kweli kweli. Tuko tayari kumpokea Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Asanteni sana. Naomba nimkaribishe Mheshimiwa kiongozi wa dini Baba Askofu Mwamakula. Karibu sana Mbinga. Karibu uzungumze na watu wa Mbinga. Watu wa Mbinga, tumsifu Yesu Kristu. Zikomo kwa mbili. Asanteni sana. Watu wa Mbinga, tuko mahali hapa kwa jambo moja, kwa ajili ya kutoa elimu kuhusu mambo muhimu sana katika nchi yetu. Nilikuwa nikipita hapo, nimeona mitaa kadhaa, mtaa wa Zomba na kadha wa kadha. Sehemu kubwa ya wakazi wa Mbinga na hata huku tulikotoka Mbamba Bay, kwa ujumla mkoa wa Ruvuma, wengi zenu, babu zenu, wajomba zenu, kaka zenu na ndugu zenu wako ng'ambo ya pili hapo mto wa hapo nchi ya Malawi. Mimi ni mzaliwa wa Kyela. Miaka mingi iliyopita mlikuwa mkipitia kule Mbamba, kule Ziwa Nyasa. Sasa hivi mpiti tena huko. Lakini nataka niwaambie kwamba nyuma tu hapo ya Ziwa Nyasa ni nchi ya Malawi, ambapo wale watu wamechukua maji ya Ziwa Nyasa, Kalonga yote ile, ukanda wote kule, hawana shida tena ya maji katika nchi ya Malawi, kwa sababu Ziwa Nyasa ndio linalowapa maji pale. Lakini ukienda pale Kyela, hata hospitali nakosa maji. Nadhani hata hapa pia mtakuwa na shida ya maji. Lakini miaka michache iliyopita, nchi ya Malawi ilikuwa inatawaliwa na ngwazi wa Muyaya, Dr. Kamuzu Hassan Banda. Alikuwa ni dikteta aliyeitesa na kuikandamiza Malawi. Watu wa Malawi walikandamizwa kwa muda mrefu. Wanawake wakienda kucheza ndoro kule, wanaume wakiwauliza, ilikuwa shida. Lakini miaka michache baadaye, mwanzoni mwa miaka ya 90, kanisa liliona kwamba sasa imetosha, watu wetu hawawezi kukandamizwa tena, watu wetu hawawezi kunyanyaswa tena. Kanisa likaandika waraka wa kichungaji. Baada ya waraka ule wa kichungaji wa kanisa, utawala wa kiimla na kidikteta wa Kamuzu Banda ulianguka, haukuweza kusimama tena. Hapo Afrika Kusini, wale watu wa Afrika Kusini walinyanyaswa na kuteswa na kuuawa. Mnakumbuka yale mauaji ya Soweto. Viongozi wa kanisa wapo walionyamazishwa, wako ambao wakawa wanasema kwamba ubaguzi wa rangi ni mfumo kutoka kwa Mungu. Unaweza kaona jinsi ambavyo hali ilivyokuwa. Lakini baadhi ya viongozi wachache wa kanisa wakiongozwa na askofu wa kanisa la Anglikana kule Cape Town, Desmond Tutu, walisimama imara. Wakati Nelson Mandela wote na wenzake walipofungwa jela maisha, Desmond Tutu na wenzake waliongoza maandamano kule Johannesburg na Soweto. Na baadaye hatimaye ubaguzi wa rangi ukaanguka, haujasimama tena. Sema amina. Hapo jirani nchini Kenya, miaka ya 90 pia kulikuwa na mfumo mbaya kabisa kandamizaji. Lakini viongozi wa kanisa Katoliki, viongozi wa kanisa Anglikana, makanisa ya Kipentekoste, walivyoungana kwa pamoja na wapigania uhuru, wapigania haki kule Kenya, Kenya ikaandikwa katiba mpya na mfumo wa ukandamizaji ukaanguka kabisa. Utawala kule wa kiimla haupo tena nchini Kenya. Miaka ya 79 kule Uganda kulikuwa na nduli Idi Amini, ambaye alitesa watu, aliua watu, hiyo mnafahamu. Askofu mkuu wa Uganda kule wa kanisa Anglikana, Janani Luwum, alisimama na kusema na kumkemea Idi Amini. Idi Amini alimuua. Damu ya askofu mkuu wa Anglikana kule Uganda, Janani Luwum, ilipomwagika, utawala wa kidikteta wa Idi Amini ulianguka, haukusimama tena mpaka leo. Sema amina. Hapa Tanzania mnafahamu, hapa tunakaa katika nchi ambayo Oscar Kambona alizaliwa jirani tu hapo. Mnamfahamu Oscar Kambona? Oscar Kambona alikuwa mtoto wa mchungaji wa kanisa Anglikana. Mnafahamu hiyo habari? Oscar Kambona na mwenzake
Julius Nyerere walipoanza kupigania uhuru, padri wa kanisa Katoliki Father Welsh alimuita Nyerere, akawapa siri pamoja na Oscar Kambona ya kwamba inawezekana Tanganyika tukapata uhuru bila ya kumwaga damu. Tanganyika ni moja ya nchi chache sana kusini mwa jangwa la Sahara ambazo zilipata uhuru pasipo kumwaga damu, na hii ni kwa sababu ya mchango mkubwa wa kanisa, na ndiyo maana leo hii Tanzania ikawa huru. Sasa nataka niwaambie kitu kimoja. Baada ya kuwa huru, nchi yetu ikawa imeingia jambo ambalo sio la kawaida katika miaka michache iliyopita. Ninyi mnasikia mauaji yameanza tena kutamalaki katika nchi hii. Mnafahamu mzee Ali Kibao alitekwa mchana kweupe kwenye basi, kesho yake akakuta ameuawa kule Ununio, Dar es Salaam. Wako vijana wengi ambao wametekwa, lakini katika uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka jana, wagombea waliuawa kila sehemu, na serikali iliyoko madarakani haikuweza kukemea jambo la namna yoyote. Utekaji, ushenzi na mauaji na upolaji wa kura katika nchi hii imekuwa ni vitu vya kawaida. Sasa hao watu wanapotekwa na kuuawa, mapadri wetu, wachungaji wetu, wainjilisti wetu ndio wanaongoza ibada za wafu, si ndio? Lakini pia watoto wanakuwa yatima, kanisa inabeba mzigo huo. Wajana wanakuwa yatima, inabeba mzigo huo. Kama viongozi wa kanisa hatuwezi kuwa wanafiki tukasema mambo yako shwari, lakini kumbe uovu na mauaji vimeingia katika nchi hii. Mfumo wetu wa uchaguzi na katiba yetu haviwezi tena kuiendesha nchi hii. Ndipo tunakuja hapa Mbinga, tunawataka watu wa Mbinga, muungano wa Tanzania wote nchi nzima, tudai katiba mpya, tuandike katiba mpya, na pia tuunde tume huru ya uchaguzi. Kama hayo ndiyo mambo ambayo Mungu aliyotuitia, basi tutayafanya. Nabii Yeremia alikuwa mdogo sana. Wakati Waisraeli wamekandamizwa sana, Mungu akamuinua nabii Yeremia. Akasema, nabii Yeremia, usiseme kwamba ni mdogo, bali mimi nimekuinua ili ukabomoe mfumo wa ukandamizaji, ukaangushe mfumo wa unyonyaji, ukateketeze kabisa mifumo isiyotenda haki, na kujenga na kustawisha na kuinua mfumo wa haki. Yeremia 1:10. Nyosha mkono wako. Baba, katika jina la Yesu Kristo unaishi na kutawala milele, asante kwa ajili ya watu hawa wa Mbinga. Asante kwa ajili ya sauti hii inayotembea nchi nzima, kuwataka Watanzania waungane kwa ajili ya kuangusha mfumo ambao unaruhusu utekaji, ambao unaruhusu ukandamizaji, ambao unaruhusu upolaji kula, ambao mauaji yakitendeka hakuna mwenye sauti ya kukemea. Sasa Mungu, katika ujasiri wote tukaseme hapana kwa ajili ya mfumo huu, tukaandika katiba mpya. Sema amina. Amina. Yeyote atakayekuwaza mfumo huu wa kuandika katiba mpya akafedheshwa kwa jina la Yesu. Sema amina. Amina. Kiongozi yeyote, awe akuteuliwa, awe akuchaguliwa, ambaye ataamrisha majeshi yetu, iwe usalama wa taifa, iwe jeshi la polisi, iwe jeshi la wananchi, kwa ajili ya kuwakandamiza, kuwateka, kuwanyanyasa na kuwaua watu wanaodai mfumo wa katiba mpya, akafedheshwe yeye, familia yake na uzao wake, kizazi cha kwanza na cha pili. Asante. Naomba watu wote wasogee mbele. Hapo nyuma magari yamepisha njia. Naomba watu wote wasogee mbele. Kwa kusema hayo, naomba nimkaribishe mjumbe wa kamati kuu ambaye amevuka maji kuja kuongea na wananchi wa Mbinga. Karibu sana Mheshimiwa Nassor Amor kwa dakika 2. Peoples. Awali ya yote tunabudi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mmependeza sana. Mungu bariki. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man la yashkuru nas la yashkuru Allah. Asiye washukuru huyu Mwenyezi Mungu. Tunakushukuruni sana kutokana
na mlivyojitokeza kwa kuja kusikiliza sera za Chadema. Peoples. Kwa hiyo kwa sababu ya muda kikweli mimi nimeletwa hapa nije nikusalimieni kwa sababu nimetoka mbali sana. Pemba ni mbali. Mnakujua Pemba? Pemba iko Zanzibar. Na Zanzibar kuna kisiwa cha Unguja na Pemba. Na hii Zanzibar ndiyo iliyotengeneza Tanzania, kwa sababu tuliungana Tanganyika na Zanzibar. Kwa hiyo huko Zanzibar kuna visiwa viwili, mimi natoka Pemba. Karibuni Pemba kwa wale ambao hawakujui Pemba. Lakini nimekuja na salamu moja tu, kwa sababu ya muda sitazungumza sana. Salamu yetu ni kwamba Mwenyezi Mungu ametuumba mataifa mbalimbali ili tujuane. Bas. Ili vipi? Ili tujuane. Sisi ni wamoja. Ikiwa wazee wetu walikaa pamoja wakaunganisha hii nchi ikapatikana Tanzania, tunapaswa kudai katiba mpya ili kuweza kupata mamlaka na kuweza kupata uhuru wa kuchagua viongozi ambao tunawataka kutoka katika nafsi zetu. Peoples. Kwa hiyo sisi wa Pemba tulishaika muda mrefu sana. Kwa muda mrefu. Tangia 1995 tulipoanza mfumo wa vyama vingi vya siasa, hawakupata diwani, hawakupata mwakilishi, hawakupata mbunge katika majimbo 20 yote ya kisiwa cha Pemba. Peoples. Nyinyi mnasubiri nini? CCM wanakuleteni maendeleo gani? Kwa maana hiyo wanasema huyu Mpemba anauweka muungano hatarini. Peoples. Hivi ni kweli? Tunauweka muungano hatarini? Muungano huu umekuwa na faida mbili kwa kila upande. Upande wa Zanzibar umetupa nchi yetu ipo, kwa sababu tuna rais, tuna katiba, tuna bunge la kutunga sheria na tuna wimbo wa taifa. Lakini simuoni rais wa Tanganyika, sioni wimbo, sioni bunge la Tanganyika, sioni bendera ya Tanganyika. Peoples. Hivi nyinyi hamtaki kuwa Tanganyika yenu? Hamtaki? Ikiwa hamtaki, sawa. Sisi tuko na kisiwa chetu, isipokuwa hatuna mamlaka kamili. Sasa tunaitaka katiba ambayo inatokana na wananchi ili tuweze kupata mamlaka kamili na tuione Tanganyika ipo na inafanya kazi, nayo ina mamlaka kamili. Peoples. Hizo ndo salamu ambazo zinatoka kwa Pemba. Kwa hiyo naomba tuungane kwa pamoja, tunyooshe mkono ili serikali iliyopo madarakani itambue. Waandishi wa habari wapeleke salamu kwenye mitandao ya kijamii, viongozi watambue, na jeshi la polisi watambue kwamba wananchi wamechoka. Tutakapokwenda kudai haki yetu, watu wachie, wao siasa haiwahusu, wao wabakie kutulinda tu, wasiingilie. Huu mchezo ni Chadema na CCM. Peoples. Nyanyua mkono, kushoto, kulia, kushoto, kulia, kushoto. Peoples. Asanteni sana. Mungu awabariki na wapenda sana. Asante. Naomba nimlete kwenu mheshimiwa na mjumbe wa kamati kuu kutoka kanda ya Kaskazini, Mheshimiwa Godbless Lema. Karibu sana Mbinga. Mbinga Peoples. Sasa kule nyuma sogeni hapa mbele. Arusha tukiona watu wengi hapa katikati tunapata mzuka. Ndugu zangu, watu wa Mbinga, mambo vipi? Ndugu zangu, tumekuwa kwenye mikutano kwa wiki nzima sasa. Na kesho kanda hii ya kusini tutaenda kufungia pale Songea. Na baada ya hapo mwenyekiti ataenda kuchapa Tunduma na makamu mwenyekiti
Rudisha kule basi. Hey, toe. People. Kama kuna jenereta washeni, hii sio bahati mbaya. Ukitaka kujua CCM ni wapumbavu. Na nilimpigia huyu mnamuita mbunge wenu. Boya, hamna mbunge hapa, kuna mbunge hapa. Boya ni kitu ambalo linaelelea, alijui kama linataka kuzama ama kwenda hewani. Wabunge wote wa CCM ni kama maboya. Kazi yao ndio. Mama ameupiga mwingi, mama ameza barabara. Mimi nilijua nilipofika hapa na nilimpigia simu huyu mbunge wetu. Nikamwambia kuna ujinga unaendelea hapa uwanjani. Na niliwaambia viongozi wa wilaya hapa mheshimiwa. Niliwaambia sio. Nikawaambia andaeni generator kwa sababu kama mnachukulia umeme huu wa TANESCO watakata. Sasa hebu angalia hapa, kuna vijana wanafanya wedding, kuna watu wana saluni, kuna watu wana samaki wanao kwenye friji, kuna mipira inaendelea, watu wanaangalia, alafu mpumbavu mmoja anazima switch. Ujinga utaisha lini nchini? Nakwambia sio bahati mbaya hii. Yaani unakuta ni kama mtu kamekaa usini. Hello. Sasa kata. Ameshafika hapo akina Lissu. Jinga mmoja tu. Na nilijua. Saa 5 mimi nimejua. Na nikampigia huyu mnayemwita mbunge wenu alienda bungeni kwa ujanja. Nikamwambia mimi sikujui. Kwa siwezi kumjua mtu kama yule. Namjulia wapi mtu kama yule? Mimi najulia wapi Machalini? Nikamwambia watakata umeme, wamekata umeme. Na viongozi wa wilaya, kitu ambacho kimenikwaza ni kwamba niliwapa tahadhari. Nikawaambia andaeni generator ikae standby. Sababu nilijua watafanya hichi kitu. Sio mara ya kwanza. Wakigundua wanatumia umeme wa TANESCO wanazima umeme. Sasa wanaua uchumi, wanaua biashara ili tusiongee. Na kwa sababu hicho kielele kimenikwaza, tunarudi hapa kupiga kata hadi kata. Dawa ya msela alikuwa msela zaidi yake, sio? Sasa ndugu zangu, tunasikia pamoja na spika zetu, sio? Sasa naomba mnisikilize kwa makini sana. Naomba mnisikilize kwa makini. Hii kazi tunaifanya kwa ajili ya watoto wetu hapa. Kabisa, wala sio kwa ajili yetu tena. Kama kuna mtu mzima hapa anafikiri tunafanya kazi hii ya ukombozi wa nchi kwa ajili yetu, huyo mtu mzima anakosea sana. Mmemwona mheshimiwa mwenyekiti wetu anatembea kwa kuchichemaa, gari yake imejaa matundu ya risasi wala hajazibwa. Alipigwa risasi kwa sababu azuiwe kuwapigania na kupigania rasilimali za nchi. Mimi nimekwenda polisi zaidi ya mara 100. Nimekwenda magereza mara nyingi. Nimekimbizana na polisi. Mimi nimekoswa kuuawa mpaka 2020 tuliamua kukimbia nchi. Mheshimiwa Lissu alikimbilia Ubelgiji na mimi nikakimbilia Canada. Lakini mimi nilisikia sauti ya Bwana, ya malaika. People. Yule Magu people. Magu alikuwa na winda roho yangu ile, sio? Nikasikia sauti, "Ema, chukue mama na mtoto, uende mpaka nchi." Wewe unasikia sauti unafanyaje? Unafanyaje bwana? Eti ndinga. Ukisikia malaika kutokea, "Ema, chukue mama na mtoto, uende mpaka nchi takao kuambia, ukae huko mpaka takapo kuita." Sasa yeye msema wewe muoga, sio muoga, mimi ndio na Bwana. Wewe baba wangemtengeneza wale, sio?
nikakimbia. Asante. Nikakimbia kufika Kenya, navuka mpaka nikakamatwa na serikali ya Kenya kwa oda ya uhuru. Mataifa mbalimbali yakapiga kelele, nikaachiwa. Serikali ya Kenya ikatoa masharti niondoke Kenya. Basi mimi na familia yangu tukaenda nchini Canada. Nimekaa kule, sauti ikanijia tena, Lema, yule aliyekuwa natafuta roho yako hayupo tena, yuko Chato. Sasa unaweza. Sasa leo niko Mbinga. Si Mungu huyo? Huyo ni nani? Si Mungu? Si Mungu sio? Sasa leo tuko hapa tuongee. Nataka nimeanza hili ili mjue kwamba kazi hii, mimi hawa wameshanifahamu rafiki zangu hawa. Mimi sipendi speed. Leo huyu hapa anajua mimi sipendi speed. Huyu Jumbe ndo mkuu wetu wa msafara. Sasa leo tulikuwa tunakwenda Mbamba Bay. Akaniambia na kuhamishia kwenye gari nyingine kwa sababu anajua gari yangu mimi na control driver. Nikamwambia hata ukinihamishia huko aende zaidi ya 190-80. Sasa akanihamishia kule. Spendi speed. Maana yake nini? Kuzunguka nchi yote hii kwa magari ni kama unapishana na risasi kwa barabara za Tanzania. Lakini tunakesha usiku na mchana kwa ajili ya kuja kuongea na ninyi. Sasa mmesikia chama chetu kinaongea habari ya no reforms no election. Mimi nimeangalia Mbinga leo. Nimeangalia milima. Nimeshuka mpaka Mbamba Bay. Tungekuwa na serikali yenye watu wenye akili hapa wilaya hii mpaka Mbamba Bay, ingekuwa inaongoza kwa kuuza kahawa ya Arabica duniani. Unakuwaje na hali ya hewa kama hii na milima kama hii, alafu jamii yako ya vijana ni madereva bodaboda? Sijui kama mnanielewa. Wakija hapa Waisraeli hapa nchi, wakaja wakaambiwa ndiye mkaondoka nchi hii mkapelekwa au Marekani, mkapelekwa Marekani mkachukua kila kitu mpaka hii michicha kule, wakaacha kila kitu, wakaja huku na nyewe mkaondoka na kila kitu mpaka na pesa, wenyewe wakaacha kila kitu mpaka na pesa, mkabadilishana nchi na mkachukua magari yenu, wenyewe wakaja hapa wasikutata punda. Baada ya miaka 5 nyie mlioko Marekani mtaanza kuomba msaada Tanzania mliondoka na mkawachia wazungu hamna kitu hapa. Taifa linajengwa na fikra na ubunifu. Unajiuliza, nimeangalia milima yote. Kahawa ni zao ndio bidhaa ya pili duniani baada ya mafuta kwa kuuzwa katika soko la dunia. Kahawa hii milima yote inaota Arabica, na Arabica ni kahawa hadimu duniani. Hawa watu wameshindwa kuleta mbegu, mikopo ya muda mrefu, kusimamia utekelezaji, waondoe bodaboda barabarani. Badala yake wanakuja kwenye ardhi kama hii. Hapo chini kuna ziwa Nyasa, kuna samaki, unaweza ukafanya umwagiliaji kwa kutumia sola. Ziwa limezungukwa na milima, yaani maana yake unapandisha maji milimani kwa kutumia sola, yakifika pale yanashuka kwa pressure kwenda mashambani. Ingekuwa ni amazing nchi. Ukienda hii Songea, kila kitu kinaota. Nenda na Chingwea, karanga inaota, korosho inaota, ufuta unaota. Nenda Ruangwa, Lindi kuna bandari, Mtwara kuna bandari. Yaani umezungukwa na ardhi yenye rasilimali, alafu umezungukwa kuna bandari za kusafirisha mali, alafu nchi hiyo vijana wako ni madereva pikipiki, na mnaambiwa pikipiki bodaboda ni ajira. Kama ni ajira, mwambie Mama Samia amweke Abduli kwenye bodaboda. Na mmerizika nyie, mmerizika kabisa. Nimepita huko barabarani, nimekuta kuna nyumba moja ya majani afu na bendera ya CCM. Huyo muombeeni, chizi kabisa huyo. Muombeeni. Sasa kwa nini tuko hapa? Kwa nini tunazunguka? Kwanza
Mheshimiwa Mwenyekiti, sijui kama umesikia kauli ya polisi mmoja anaitwa SP Mkumbu ametoa akiwa Zanzibar. Nataka kwanza nijibu hiyo. Anasema jeshi la polisi liko tayari kwa uchaguzi hata kesho. Namwambia pongezi zake. Jeshi lenye viongozi makini na wenye uwezo wa kufikiri wa polisi halitajipanga kwa silaha kusaidia wizi wa kura. Litashauri viongozi wakuu wa nchi kuleta uchaguzi huru na haki katika taifa. Viongozi wa jeshi la polisi, viongozi wa usalama wa taifa, mkuu wa majeshi na vikosi vyake, msingi wa kwanza wa kulinda usalama wa nchi sio kuongeza idadi ya silaha, ni kusaidia serikali, kushauri serikali kutengeneza mazingira ambayo haki itakuwa ni msingi wake na tumaini lake, kwa sababu haki huinua taifa na haki ni zao la amani. Ukiona polisi anajivunia silaha kudhibiti amani, huyo sio polisi, huyo ni gangster. Ni gangsters. Polisi mwenye akili ama usalama unaofikiri ulazima utazame, je, hawa wananchi wanachosema no election, no reforms, no election, kwamba bila mabadiliko ya sheria ya uchaguzi hautafanyika, wanaoja? Na nitawaambia kwa nini tunaoja. Nitawaambia kwa nini tunaoja ya kwamba bila mabadiliko ya sheria za uchaguzi hautafanyika. Na nitamwambia huyo Mkumbo kama alitumwa aone hoja hii. Naomba watu watano haraka hapa, chap. Njoo mheshimiwa, njoo mama, njoo mama, kama utajali, njoo mama. Wewe hapa mama, njoo mama, panda juu. Pandeni juu. Naomba watu wengine watatu waongezeke. Ndugu zangu, mama, asante. Simameni hapa hivi watu waone hapa. Na wewe mama, simama hapa. Mama wa Mbinga majasiri nyie, simameni hapa. Ndugu zangu, kwa nini tunasema no reforms, no election? Maana yake kama hakutakuwepo na mabadiliko ya sheria za uchaguzi, hatutaenda kwenye uchaguzi. Sio tutasusa, tutalazimisha maandamano ya amani kuzuia uchaguzi usifanyike mpaka sheria zimebadilika. Hili sio kosa la jinai, huu ni wito wa kupigania haki katika taifa letu. Sijui kama mnaelewa jamani. Sikiliza. Huyu ni rais, msogee hivi mamangu. Huyu ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mama, nitakutolea mfano tu. Kofia mama, vaa kofia. Vaa tu sija. Huyu, angalia mama, inakukera najua mama, ni mfano tu mpenzi. Wala usijali mama. Geukia huko wananchi, mheshimiwa rais. Huyu ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni mwenyekiti wa chama gani? Taifa, sio? Na ndio amiri jeshi, na ndio mgombea wa Chama cha Mapinduzi. Huyu anamteua mkurugenzi wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Kaa hapa. Geukia kule mzee wangu. Hii kofia toa kidogo hii. Wewe ni mkurugenzi sasa hivi. Huyu ni mkurugenzi wa Tume ya nini? Ya Uchaguzi. Alafu huyu Rais Samia anamteua mwenyekiti wa Tume ya Uchaguzi Taifa. Alafu huyu Samia anamteua mkurugenzi wa wilaya ya Mbinga. Alafu Rais Samia anamteua mkuu wa wilaya ya wapi? Mbinga. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, wewe ni kada, unaingia kwenye vikao vya CCM, vaa na kofia yako. Sawa? Huyu ni mkuu wa nini? Wa wilaya. Alafu huyu ni nani? Rais Samia ameteua watu wawili, mwenyekiti wa tume, mkurugenzi wa tume. Na huyu ni nani? Huyu mkuu wa wilaya, huyu mkurugenzi naye ni kada. Nataka mnielewe vizuri sana kwa nini tunasema kama hakuna mabadiliko hakutakuwepo na uchaguzi. Huyu mkuu wa wilaya ni mjumbe wa kamati ya siasa ya wilaya sisi, msinafahamu. Alafu huyu
anamsimamia huyu mama ni OCD. Yaani katika kikao ambacho huyu ni boss, huyu OCD ambaye ametuma wa polisi hapa anakuwa chini ya kada wa Chama cha Mapinduzi. Mama bado wewe. Alafu huyu ni mtendaji wa halmashauri, ni mtendaji wa kata ambaye anasimamia uchaguzi wa nini, wa madiwani kule chini na kwenye vituo vya kupigia kura. Naomba mtu mmoja njoo mara moja. Huyu ni mtendaji. Alafu yule msimamizi wa kule chini, huyu hapa ni mwalimu, sio walimu. Huyu mwalimu analipwa mshahara na mkurugenzi kada. Huyu mwalimu anafanya kazi chini ya mkurugenzi. Huyu ndio msimamizi kwenye kituo cha kupigia kura. Bosi wake huyu kwenye kituo cha kupigia kura ni mtendaji. Mtendaji yuko chini ya mkurugenzi. Mkurugenzi yuko chini ya mkuu wa wilaya. Mkuu wa wilaya ameteuliwa na rais. Rais ameteua mkurugenzi wa uchaguzi, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mkurugenzi wa tume ya uchaguzi. Uhuru wa uchaguzi uko wapi? Mbinga, mmenielewa? Mbinga, mmenielewa? Hapa kuna uchaguzi, kuna uhuni. Hapa kuna uchaguzi, kuna uhuni. Sasa polisi, IGP, mkurugenzi wa usalama wa taifa, mkuu wa majeshi, tunavyosema no reforms, no election, tunakataa uhuni huu. Kwamba huyu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi taifa kamteua huyu, kamteua huyu, kamteua huyu, kamteua huyu. Alafu huyu mkuu wa wilaya anasimamia OCD. Ndio sababu alafu huyu ambaye yuko chini ya mkuu wa mkoa ni mjumbe wa kamati ya siasa ya mkoa, na kwenye ofisi yake huyu usalama wa taifa, afisa usalama wa taifa wa wilaya anaingia kama mjumbe kwenye kikao ambacho huyu yupo. Alafu huyu mkuu wa wilaya, bosi wake kimbia mara moja. Bosi wake katika vikao vya CCM ni huyu hapa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya, sababu chama kimeshika hatamu. Huyu anatoa maelekezo hapa. Huyu mkurugenzi wa wilaya anasimamiwa na DC. Alafu huyu vile vile anamsimamia OCD na afisa wa usalama wa taifa wa wilaya. Huu ni uhuni. Tutaupinga hata kama mtatuua. Sasa nyie people, kama mnataka haki, msiagize silaha Israeli, msiagize silaha Bulgaria, msiagize silaha Dubai, msiagize silaha Dubai na Marekani. Tendeni haki, hakutakuwepo hata na mtu mmoja atakipondwa jiwe. Vinginevyo no reforms, no election. Niachieni mizigo yangu hii, bado inafanya kazi kesho. Hata akikaa chini hayana shida. Jamani, tumeelewana? Sasa unajua manake nini? Ni sawasawa Simba na Yanga wanacheza, alafu Manara refa. Sikuna mtu atapewa penalty katikati? Sasa nyie wananchi mnatakiwa kufanya nini? Ni kutuelewa. Unapokosa zana ya utawala bora, unakosa zana ya ushindani katika kufikiri mambo ya nchi. Bunge letu halina wabunge leo. Bunge letu halina nini? Lina watu ovyo. Kila si mnaosikia nye jamani? Mama anaopiga mwingi. Hapa wasemi wa maneno. Asemi mbunge wenu hapa. Asemi DC wenu hapa. Asemi. Wanaume wazima kazi yao mama anaopiga mwingi, mama ameleta madaraja, mama amejenga barabara. Hamwasikii? Samia Hassan Suluhu sio mama yako, sio shangazi yako, sio bibi yako, ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, full stop. Hili neno mama hawalitumii bahati mbaya. Mshauri wao wa kisiasa wanataka litumike mama ameupiga mwingi, mama ameleta maji, mama ameleta barabara, mama ameleta korosho, mama ameleta mvua, mama. Hili neno linasemwa makusudi ili likishakuwa zaidi ndani kwa wingi kwenu, maana yake ni kwamba mkitaka kumkosoa unaona kama unamkosea adabu mama yako. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
atakosolewa kama mtumishi wa umma na sio mama yetu. Sasa namalizia, huyu dada ni mkuda kidogo ukiona amekaa nyuma yangu. Ndugu zangu, chama chetu ili tuweze kutembea nchi yote tunahitaji mtusaidie kabisa, tunahitaji mtusaidie. Mmeona nimevaa t-shirt imeandikwa Tone Tone. Mmeshasikia habari ya Tone Tone? Ndio. Tone Tone ni nini? Baada ya mheshimiwa mwenyekiti wetu kushinda, tulizalisha mpango maalum wa wanafuasi na wanachama kuwa na utamaduni wa kuchenga fedha kwa ajili ya chama chao. Taifa hili bahati mbaya halina utamaduni katika kuchenga katika wema. Hapa kati yenu akatokea mgonjwa akaumwa, anahitaji milioni 20 ama 10 apone, tunaweza tukasema tumekosa michango ya kumchangia na wewe mgonjwa akafa. Lakini katikati yenu akatokea mtu akafia da, mwili unatakiwa ufike hapa, gharama ni milioni 20, Watanzania watachanga milioni 20 ya kusafirisha maiti na sio milioni 10 ya kumtibu mgonjwa. Tuna utamaduni mbaya sana katika nchi hii. Mimi nasema utamaduni wa mapepo kabisa. Akitokea jirani yako leo akapata scholarship ya kwenda chuo kikuu, inatakiwa milioni 3 ada, majirani mtasema hamna hela, lakini ule mtoto akifa mtachanga pesa ya chakula, ya msiba, ya maua. Manake nini? Tuna utamaduni mbaya katika mambo ya msingi katika nchi yetu. Tone Tone ni nini? Tukisema kila mtu atupe milioni 10, milioni 100, bilioni 2, bilioni 3 ya kuendesha chama, hamtaweza. Lakini tukabuni mpango wa kumshirikisha kila mtu, kwamba mchango wako mdogo unaweza ukatusaidia sisi kutembea. Leo tuko hapa, tutalala hapa, kesho tuko Songea, kesho kuto Tunduma na Kiela. Baada ya hapo tunaanza kanda ya kati, mkoa mzima wa Morogoro, Dodoma, wote pamoja na Singida. Tukitoka hapo tunakwenda magharibi, Katavi yote. Tukitoka Katavi tunakwenda Tabora yote, Kigoma yote. Baadaye tutarudi kanda ya kaskazini, mkoa wa Manyara, mkoa wa Kilimanjaro, mkoa wa Arusha, mkoa wa Tanga. Baadaye tunarudi mkoa wa Pwani. Alafu tunawaambia mnasemaje hawa maboya? Sasa hii kazi inahitaji pesa. Tukikuambia tupe milioni 10 utakimbia, hata namba yetu ya simu utapokea. Haya magari yanatembea barabarani. Kuna msafara wa makamu mwenyekiti sasa hivi yuko anaunguruma hapo Peramio kwa Jenista Mwagama, yuko anapiga maneno pale. Kuna timu zitaundwa nyingine 3. Tunahitaji fedha, maji, kila kitu. Sasa Tone Tone ni nini? Tone Tone tuna mpango maalum wa kuchangia fedha kwa njia ya namba ya simu M-Pesa. Kwenye Tigo Pesa tuko, kwenye Airtel Money tupo, pamoja na hii M-Pesa. Namba tunayotumia na kuadvertise sana namba ya M-Pesa. Chukua simu yako nikwambie, uandike, hata kama una hela leo, andika namba ya simu hii ya Chadema ya kuchangia fedha. Masela wenzangu, vijana wenzangu, mnaenda baa mnakunywa pombe za 10,000, 20,000 na kunywa bia. Tafadhali, kila unapofikiria kunywa bia, soda, nyama choma, fikiria kwamba kuna watu wako barabarani wanapigana kwa ajili ya nchi. Wape shilingi 1,000, wape shilingi 2,000, wape shilingi 5,000. Sisi tumejitoa sana kabisa, sana. Tumeumizwa, tumeteswa, lakini bado hatujakata tamaa. Mimi naongea hapa sina sababu ya kuwa binga, kuwapigania watoto wangu wasome shule zenu hizi, mke wangu atibie hospitali yenu, mke wangu na watoto wangu wako nje ya nchi. Nafanya hivi kwa sababu huu wito ni wa kimungu, kulitoa ili taifa mahali ambako limekita. Andika hii namba. Na kama una hela kwenye M-Pesa sasa hivi, tuma 1,000, 10,000, hata kama una milioni tuma. Kwani nini bwana? Hata kama wewe usidii, polisi nyewe wenyewe tunawatetea, na wewe chukua namba kichwani ama itayomba baadaye kwa msela, rusha hela huko, na wewe tunakupigania vile vile. Andika 0744 mama chukua ni simu zenu, 0744 44 69 69. Naomba kurudia. Ukituma pesa itaandika Chadema HQ, Chadema headquarter, 0744 44 69 69. Andika tu Chadema M-Pesa, andika tu Chadema M-Pesa. Ukiweka pesa sasa hivi itaingia. Weka shilingi 1,000, shilingi 10,000, shilingi 50,000.
Na pale mwisho kwa watu wenye namba ya Vodacom, mwenyekiti atakapokuja kumaliza, ninaweza nikaja nikawatajia mfumo mwingine ambao utajiunga, utaiambia simu yako kila mwezi nikatwe shilingi 1000 iende Chadema automatically bila hata wewe mwenyewe kutuma. Lakini wekeni kumbukumbu, tuma pesa kama unao sasa. Jaribu kutuma hiyo pesa, tuma pesa, tupate pesa kwa ajili ya kazi hii. Ninawashukuru sana. Mungu awabariki sana. Naomba sasa nimlete mbunge wa bunge la wananchi aje kusalimia. Mheshimiwa mbunge, mimi nakusimamia hapo. Unasalimia tu. Sasa hivi ni saa 11 kasoro 26. Nakusimamia tu. Karibu. Wewe kula. Kwa hiyo wewe no reform for election. Sio, karibu. Makamanda people. Ndugu zangu, hii sio salamu ya kuitikia mbele ya mheshimiwa mwenyekiti taifa. Pata kumuona. Naomba ukunje ngumi namna hii, tupige salamu ya maana ili ajue Mbinga tuko tayari kwa no reforms, no election, okay? Kunja ngumi namna hii, mchungulie jirani yako, zungusha. Ukiona kunje ngumi azungushi, huyo ndio anaona gere leo tumefikiwa na mwenyekiti. Makamanda people. Ndugu zangu, tunafahamu juu ya mambo ya kero tulizonazo. Leo kwa heshima na taadhima kubwa kwa ajili ya mwenyekiti wetu, mimi sitakwenda kuzungumza kuhusiana na mambo ya kero, kwa sababu kero tulizonazo wana Mbinga wote zinafahamika, lakini pia hata taifa wanafahamu, na ndiyo maana leo wamekuja kutoa mapepo hapa. Sawa sawa. Ndugu zangu wana Mbinga, mimi niseme tu, nimhakikishie mheshimiwa ndugu Tundu Antipas Lissu ya kwamba tarehe 25 ya mwezi wa 10 mwaka huu, kama Chama cha Mapinduzi hawataleta mabadiliko ya msingi, mimi pamoja na viongozi wenzangu ndani ya jimbo hili tutaongoza kuhakikisha kwamba uchaguzi haufanyiki. Tutaongoza maandamano barabarani. Kwa kusema haya machache, mimi niwashukuru sana ndugu zangu kwa kujitokeza kwa wingi. Tujipange, tumsikilize mwenyekiti anavyo vitu vya msingi leo vinavyokwenda kukomboa taifa hili, lakini pia vinakwenda kukomboa jimbo la Mbinga mjini. Makamanda people. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki sana. Mheshimiwa mbunge, nakushukuru sana. Mheshimiwa Mayala, mwenyekiti wetu wa kanda ya Kusini, karibu sasa uongee kwenye himaya yako. Karibu sana. Makamanda people. Mheshimiwa mwenyekiti taifa Tundu Antipas Lissu, karibu sana. Hii ndio Mbinga. Na kwa bahati nzuri, mheshimiwa mwenyekiti, nimezaliwa mahali hapa na nimesoma mahali hapa, kwa hiyo nina haki ya kujivunia niko nyumbani. No reform, no election. Mheshimiwa mwenyekiti, nipende kuwatambua wajumbe wenzangu wa kamati kuu, ndugu yangu Nasolo na ndugu yangu Lema. Asanteni sana kwa kuja. Lakini pia nimeongozana na ofisi yangu ya kanda. Niko na katibu wa baraza la wanawake, niko na katibu wangu wa kanda ya Kusini. Naomba msimame msalimie. Hamjasalimia, hamjaonekana popote. Asanteni sana. Hiyo ni ofisi yangu ya kanda. Ndugu zangu wa Mbinga, mimi leo sitaki kuwa msemaji. Majukwaa haya nimepanda mara nyingi na nimewaeleza ubaya na ukatili wa Chama cha Mapinduzi. Leo mheshimiwa mwenyekiti, juzi tumefanya uchaguzi wa serikali za mitaa. Siko tayari kupeleka umma huu kwenda tena kwenye uchaguzi mwingine. 2019 wametufanya vibaya, 2020 wamefanya vibaya, 2020 wameleta aibu. Hata mwenda wazimu anaweza kuelewa kwamba hapa walifanya ujinga uliopitiliza. Sasa kwa sababu ya muda, tulitakiwa tumpe saa nzima ndugu yetu Tundu Lissu. Nikukaribishe mwenyekiti wangu wa taifa, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, njoo uzungumze na wanambinga, njoo utoe pepo bunge la namna hii. DJ, mkaribishe mwenyekiti. DJ unaniangusha. Naomba mlete mwenyekiti wangu tafadhali.
Mwenyekiti wangu Tundu Antipas Lissu, karibu sasa. Na mimi nimewaona. Mbinga mpo? Utaratibu wa Mbinga mpo? Asante Mbinga, nimewaona na nafikiri mmesikika eti. Sasa nimefurahi kurudi Mbinga tena. Nimefurahi kuja kwenu tena kwa sababu mimi sio mgeni Mbinga. Kwa mnaokumbuka vizuri, nilikuja mara ya kwanza hapa miaka 12 iliyopita. Mwaka 2013 mimi na mwenyekiti wetu Mheshimiwa Mbowe, miaka hiyo tulikuja kuzungumza habari ya katiba mpya na tume huru ya uchaguzi, na leo tumerudi tena kuja kuzungumza habari ya katiba mpya na hasa habari ya tume huru ya uchaguzi, habari ya mfumo bora zaidi wa uchaguzi. Kwa vile uchaguzi ni njia pekee katika nchi yetu. Kama moja ya hovyo na mnayo muizime kabisa ili tujue. Nimesema kwa vile uchaguzi ni namna pekee halali ya kupata viongozi katika nchi yetu, ni muhimu kwa hiyo kuzungumza habari ya uchaguzi. Ni muhimu kuzungumza habari ya tume ya uchaguzi. Ni muhimu kuzungumza mfumo wa uchaguzi, kwa sababu mfumo wa uchaguzi ndio unaamua tunapata viongozi wa aina gani. Tukiwa na mfumo mzuri wa uongozi wa uchaguzi, utatuwezesha kuchagua viongozi bora. Tukiwa na mfumo wa hovyo wa uchaguzi, badala ya kuchagua viongozi bora, tunachagua vibaka au hatuchagui kabisa. Mfumo wa uchaguzi ukiwa wa hovyo, narudia tena, aidha tunachagua vibaka au hatuchagui kabisa. Watu wanapachikwa tu. Hapa tuko kwenye halmashauri ya mji wa Mbinga, au nakosea? Mmechagua nyewe wenye viti wa mtaa? Mmechagua? Wapinzani wote walienguliwa,
Na ukiengua wapinzani wakabaki watu wa CCM peke yao, kuna uchaguzi? Kuna uchaguzi? Kwa hiyo hamjachagua, wamepachikwa. Wakipachikwa watawateteeni nyie? Watawateteeni? Watawasemea? Wanapachikwa kwa sababu mfumo wetu wa uchaguzi ni wa hovyo. Ikitokea kuna uchaguzi, hawajaengua wagombea wetu, kukawa na uchaguzi, halafu mapolisi wanatembea na vibegi vya kura feki mgongoni, walimu wanaosimamia wanatembea na vibegi vya kura feki. Kura feki zinajazwa kwenye masanduku ya kura kwa sababu wameondoa mawakala wa vyama vya upinzani. Kuna uchaguzi hapo? Matokeo yake ni kwamba badala ya viongozi wa kuchaguliwa tunapata vibaka. Tukipata vibaka, hata kama wanaitwa waheshimiwa huyu au yule, watakutetea wewe. Huwezi ukatetewa na mtu ambaye hajatokana na ridhaa yako, hana baraka zako, hujamweka wewe madarakani, huwezi kumdai chochote. Mnawadai CCM chochote? Diwani wa kupachikwa, mbunge wa kupachikwa. Nani aliyempigia kura Samia hapa? Na rais wa kupachikwa vile vile. Nani aliyempigia Samia? Ulizeni mtu yeyote na waombeni, msije mkasema nazungumza mambo ya uongo. Kikujibu nifuate, nitakupa shilingi milioni moja. 100 sina, ila 1 naweza kupata. Milioni 1 nitapata. Uliza swali hili, tuambie, yeyote yule, Samia na Magufuli 2020 walipata kura ngapi Mbinga mjini au Mbinga vijijini au Songea mjini au Chato kwa Magufuli au Kizimkazi kwa Samia? Uliza walipata kura ngapi, uone kama utaambiwa. Ila mnaambiwa tu wameshinda. Huwa tunashinda kwa kura, au sio? Si unashinda kwa kura? Hawakupita bila kupingwa. Kuna kushinda kupita bila kupingwa vile vile. Nchi hii wao hawakupita bila kupingwa, walikuwa na wapinzani. Kura zao zinatakiwa zijulikane, za Mbinga, za mahali popote nchi hii. Ulizeni kama zipo. Ulizeni kama zipo. Mimi najua hazipo, na hazipo kwa sababu waliiba tu. Halafu tume walioiweka ikawatangaza wameshinda. Matokeo yake ya kuwa na rais wa kupachikwa, mbunge wa kupachikwa, diwani wa kupachikwa, wenye viti wa kupachikwa, nitayasema sasa hivi. Matokeo yake kwa wananchi wa Mbinga, sawa sawa. Huu mkoa wenu wa Ruvuma, huu mkoa wa Ruvuma ni mkoa unaoongoza nchi hii kwa kuchimba na kuuza makaa ya mawe nje ya nchi hii, sawa sawa au nakosea? Nazungumza kitu hamkifahamu. Ukikaa hapa Mbinga mjini, anzia saa 12 asubuhi mpaka saa 12 jioni, uhesabu malori yaliyoandikwa Mighty Logistics
yanayopanda mlima kwenda huko chini wapi, Mbamba Bay, kwenda kubeba makaa ya mawe na kuyapitisha barabara hii. Kuna mahali panaitwa Ngaka hapa, au sio? Ngaka au haiko Mbinga hii? Kuna nini Ngaka? Kuna makaa ya mawe, sawa sawa. Ninazungumzia Ngaka. Hamna mahali panaitwa Ngaka hapa? Hamna. Luanda naifahamu. Mgodi unaitwa Ngaka. Unazalisha tani za makaa ya mawe na huko Mbinga 250,000 kwa mwaka. Mnanifahamu? Ukiangalia kwenye taarifa ya serikali ya mkoa wa Ruvuma ya mwaka 2023 inasema hivi kuhusu Ruvuma na makaa ya mawe: katika miezi 6 kuanzia Julai mpaka Desemba 2022, mkoa wa Ruvuma uliuza makaa ya mawe nje ya Tanzania tani 1,60,000 kwenye miezi 6 tu. Tani 1,60,000 mkoa wenu wa Ruvuma. Na hayo yanatoka Mbinga, yanatoka Nyasa, yanatoka Mbamba Bay, yanatoka Mhukuru, yanatoka Luanda. Au nakosea? Sasa nimetoka Nyasa mchana huu. Wilaya ya Nyasa inaongoza kwa watoto kuwa na utapia mlo. Ina asilimia 35. Asilimia 35 ya watoto wa chini ya miaka 5 wamedumaa. Na hizi ni taarifa za serikali ya mkoa. Na wilaya ya Nyasa iko ziwani penye samaki, na ndio inakotoka makaa ya mawe Mbamba Bay, Malini. Tunaelewana? Kwa hiyo utajiri wote wa makaa ya mawe wa Ruvuma, wa Mbinga, wa Nyasa unakwenda wapi? Niambieni watu wa Mbinga. Unakwenda wapi niambieni? Yanakwenda wapi? Makaa ya mawe ya kwenu yanakwenda wapi? Haya ambayo magari yanapita hapa kila baada ya dakika 10 lazima lori lipite. Maite Logistics. Jana wakati natoka Masasi kuelekea na Mtumbo, nimehesabu malori nayo pishana nayo yanakwenda Pwani kwenda kupakia mkaa wa mawe na kupeleka nje ya Tanzania. Nilipofikisha 200 nikaacha kuhesabu, kwa sababu kila baada ya dakika 5 unapishana na lori. Maite Logistics, Specialized Hauliers, Ruvuma Coal Limited, yote yamebeba mali, yanatoa mkoa wa Ruvuma yanapeleka kwingine, yanapeleka nje ya Tanzania. Halafu Nyasa yanakotoka haya makaa ya mawe, asilimia 35 ya watoto wamedumaa, utapia mlo. Sasa yote hii inatokana na nini? Inatokana na namna tunavyopata viongozi wetu. Nyasa kuna mbunge Stella Manyanya, ana miaka 20 bungeni. Nilikuwa naye bungeni mimi 2010. Ana miaka 20. Hapa hamna mbunge hapa?
Anayajua haya? Mbunge wenu anayajua haya? Anayajua haya? Stella Manyanya anayajua haya? Nchimbi anayajua haya? Kwa mkoa wenye utajiri kama huu, kwa viongozi ulionao, kwa mfumo wetu wa uchaguzi, kwa mfumo wetu wa kupatia viongozi, unaachaje kuwa na watoto waliodumaa? Kama tuna mfumo wa uchaguzi usio waruhusu wananchi wachague viongozi wanaowapenda, ukiweka wagombea upinzani wanawaengua, wakiandikisha wapiga kura wanaandikisha wapiga kura watoto wadogo, marehemu, hewa, nini, uchafu. Unapata uongozi unaostahili. Hawa ndio stahili yetu, kwa sababu tumeacha kupigania mfumo bora wa uchaguzi utakao turuhusu tupate viongozi bora zaidi. Matokeo yake tumewapata kina Stella Manyanya, matokeo yake tumewapata kina Mbunda, matokeo yake tumewapata kina Samia. Si ndio hivyo? Mama nini? Mama, kazi iendelee. Nanielewa ndugu zangu? Hii Mbinga inalima sana mahindi, au nakosea? Inalima sana mahindi. Nyie watu mnalima mahindi kweli kweli. Tunaelewana? Biashara ya mahindi ikoje? Niambieni watu wa Mbinga, niambieni nyie wakulima wa mahindi, biashara ya mahindi ikoje? Nani anayetajirika na kilimo cha mahindi Mbinga? Ni wakulima. Tunaelewana? Wafanya biashara sio wale wanaokuja, mmeletewa nini ile kitu inaitwaje, stakabadhi ghalani. Unalima mahindi, unahangaika wewe mwenyewe, hakuna kukusaidia. Kila kitu unahangaika wewe mwenyewe. Ukishavuna ukaweka kwenye magunia, unakaribia kupata hela, wanakwambia stakabadhi ghalani. Na ukipeleka ghalani, unaenda kupewa hela, unaenda kupewa makaratasi. Halafu wao ndio wanaenda kuuza. Wewe unajua kulima, wao wanajua kuuza na kuhesabu pesa, sio wewe. Kwa wanatajirika na mahindi ni hao wanaowaambia stakabadhi ghalani, wanaowakataza kupeleka mahindi Zambia, mnaruhusiwa. Wanaowakataza kupeleka mahindi Kenya, mnaruhusiwa. Wanaowakataza kupeleka mahindi Kongo, wanaoamua mahindi yauzwe wapi na yauzwe bei gani, hao ndio wanaotajirika na mahindi mnayolima nyie. Anayenibishia na anyoshe mkono. Stakabadhi ghalani ni namna tu ya kunyonya wakulima, na iko kwenye mazao yote. Ukienda huko penye korosho, wanaotajirika na korosho ni stakabadhi ghalani. Ufuta, wanaotajirika na ufuta sio wanaolima, ni wanaosema ukauzwe wapi na uuzwe bei gani. Wanaofaidika na mbaazi
sio wanaolima mbaazi, ni wanaoamua ikauzwe wapi na iuzwe bei gani, wanaoamua wakulipe nini. Mnanipata? Mbinga inakahawa sana, hauna kosea. Sasa niwape somo la historia kidogo, maana yake tunajisahau sana. Nyie si wa Matengo? Nyie si wa Matengo? Miaka ya 50, miaka ya 50, nimeuliza, si wa Matengo nyie? Miaka ya 50 kulikuwa na stakabadhi ghalani vile vile. Ilikuwa inaendeshwa na wafanyabiashara Wahindi, Wazungu. Hiyo biashara ya stakabadhi ghalani ya miaka ya 50 ya wakati wa ukoloni ilikuwa inawanyonya wananchi wa Matengo na Wangoni kama inavyowanyonya wa Matengo wa leo na Wangoni wa leo. Nakosea? Nakosea? Wale Wangoni na wa Matengo wa miaka ya 50 walikuwa hawajasoma kama mlivyosoma nyie. Walikuwa na akili kuwazidi. Hawakuwa wamesoma kama nyie, walikuwa na akili kuliko nyie. Walichofanya Wangoni na wa Matengo wa miaka ile, walisema hatutaki stakabadhi ghalani tena. Wakaanzisha chama kinaitwa Ngoni Matengo Cooperative Union. Nani amekukisikia hapa? Nani amekusikia Ngoni Matengo Cooperative Union? Hamjai kusikia, sio? Wajinga ndio? Usipojua historia yako utafikiria haya yanayotokea haya hayana majibu, hatuna cha kufanya. Babu zenu wa miaka ya 50 walijua cha kufanya. Walikataa stakabadhi ghalani ya Wahindi na Waingereza, wakaanzisha Ngoni Matengo Cooperative Union. Na Ngoni Matengo Cooperative Union, katika vyama vya wananchi vilivyokuwa na nguvu, cha kwanza kilikuwa cha Wachaga, Kilimanjaro Native Cooperative Union. Cha pili kilikuwa cha Wasukuma wa Pamba. Cha tatu kilikuwa cha Wahaya kahawa. Cha nne, chama kilichokuwa na nguvu cha wakulima, ilikuwa Ngoni Matengo Cooperative Union. Walikataa stakabadhi ghalani, walikataa kunyonywa. Nyie wa leo mkoje? Nyie wa Matengo wa leo mkoje? Kwa nini mnaruhusu ujinga huu? Kwa nini mnaruhusu kunyonywa? Babu zenu watakuwa wanasikitika sana mahali waliko. Hao walioanzisha Ngoni Matengo Cooperative Union watakuwa wanasikitika sana kuona wajukuu zake wazao mlivyokuwa. Kwa biashara ya kahawa hapa ipo, ni stakabadhi ghalani, hauna kosea. Ni stakabadhi ghalani. Mahindi stakabadhi ghalani. Makaa ya mawe yanapelekwa China, India, Ulaya, Kenya, yakajenge viwanda vya chuma, kwa sababu makaa ya mawe yanatumika kuyeyushia chuma cha kutengenezea injini za magari na za treni na za bidhaa zingine zote za chuma unazofahamu. Na sisi tuna makaa ya mawe. Mkoa huu zaidi, reserve inakadiriwa zaidi ya tani bilioni 5. Reserve iliyoko Ngaka peke yake ni tani milioni 400. Tunaweza tukachimba makaa ya mawe hapa
kwa miaka 100 inayokuja. Na tuna chuma, tuna madini ya chuma. Unakosea. Ludewa hapa, Ludewa iko mbali na hapa? Ludewa si iko mbele tu hapo? Tuna madini ya chuma Ludewa, tuna makaa ya mawe Mbinga na Nyasa. Tunaweza tukajenga viwanda vya kuyeyusha chuma hapa, na ukijenga viwanda vya kuyeyusha chuma utajenga viwanda vingine vyote vinavyotumia chuma. Nchi zote zilizoendelea za dunia hii, unazozifahamu na usizozifahamu, zimeendelea kwa sababu namba 1, makaa ya mawe, nishati ya kuyeyushia chuma, nishati ya kutengenezea umeme, nishati ya kutengenezea kemikali za viwandani, makaa ya mawe. Ukitaka kuendelea, cha kwanza, rasilimali ya kwanza unahitaji kuwa nayo kuendelea kiviwanda, unahitaji makaa ya mawe. Tunayo ya kumwaga hapa, yanachimbwa kila siku, yanapelekwa nje ya nchi. Halafu tunasema tuna viongozi. Nanielewa jamani? Kwa hiyo viongozi unavyowapata ndivyo watakavyokutumikia. Utaratibu wa kupata viongozi ukiwa wa hovyo, unapata viongozi wa hovyo, matokeo yake ni stakabadhi ghalani kwenye mazao yenu, matokeo yake ni chuma, mkaa wa mawe naenda nje, mnabaki maskini, Sasa hivi kwa sababu mahindi hayajavunwa, si hamjaanza kuvuna, hakuna mageti ya ushuru barabarani, sijayaona mimi. Siku mkianza kuvuna tu, utakuta mageti ya ushuru wa mazao kila mahali. Na mageti ya ushuru wa mazao lengo lake ni moja tu, kumnyonya mkulima. Ukipita na mzigo, toa hela. Wakipita na mzigo wa sukari, geti haiwahusu. Wakipita na mzigo wa nguo, geti haliwahusu. Ukipitisha mzigo wa mahindi unapeleka sokoni, geti ni ya kwako. Ukiwa na kabiashara hapa, sina biashara hapa, kuna biashara sana hapa, ushuru unakuhusu. Ushuru wa halmashauri, TRA inakuhusu. Wanakomba unachokipata. Ukiweka ndizi chini tu, ushuru unakuhusu. Ukimrushia mama yako, baba yako hela, ushuru unakuhusu. Tozo. Ukipewa mshahara wewe askari, kodi inakuhusu. Ama askari hawa, wote hawa, akipewa mshahara wake mwisho wa mwezi, nusu imekwenda TRA na makato mengine, na nyingine ya kwenda kujiandaa ukifa. Kwa sababu askari akifa siku hizi hazikwi na serikali, anazikwa na hela waliokatwa mishahara yao wakati wanafanya kazi. Wanaita mfuko wa kufa na kuzikana. Yaani nyie maaskari, kazi ya uaskari ya hatari. Kila hatari ni ya kwenu. Serikali inatakiwa iwazike. Serikali ya Tanzania inawaibia mpaka nyie, inawakata mishahara ili ukifa ujizike, na hata hizo wanazila. Tunaelewana? Yote haya yanatokana na nini? Na aina ya uongozi tulionao.
na uongozi tulionao unatokana na mfumo wa uchaguzi tulio nao. Mnanipata Mbinga? Ukiwa na mfumo wa hovyo wa uchaguzi, unapata viongozi wa hovyo. Kilio kinakuhusu, kilio kinakuhusu. Ndio maana tunazungumza habari ya kufanya mabadiliko kwenye mfumo wetu wa uchaguzi. Ndio maana tunazungumza tume huru ya uchaguzi, ili tuweze kupata viongozi bora watakaosikiliza shida zetu. Hawa wanaopachikwa hawahangaiki na sisi. Ili tupate viongozi wanaohangaika na sisi, lazima utaratibu wa kuwapata uwe bora kuliko ulivyo sasa hivi. Sasa tumezungumza habari ya tume huru miaka 12 iliyopita nilipokuja hapa na mwenyekiti Mbowe. Tumeizungumza habari ya tume huru tangu mwaka 92 Jaji Mkuu Francis Nyalali alipoleta ripoti yake kwa Rais Mwinyi kwamba twende kwenye mfumo wa vyama vingi vya siasa, lakini ili mfumo wa vyama vingi vya siasa uwe na tija kwa wananchi, lazima tuwe na tume huru ya uchaguzi. Lazima tuondokane na mfumo huu wa uchaguzi unaoipendelea CCM. Maneno ya Nyalali miaka 33 iliyopita. Leo bado tunapigia kelele maneno hayo hayo, kwa sababu CCM wamekataa kusikiliza la mtu. Wamekataa tangu 92. Sasa hatuwezi tukaendelea kulia. Hatuwezi tukaendelea kubembeleza. Ndio maana tunasema no reform, no election. Kwa sababu imefika wakati wa kusema enough is enough. Tumechoka chaguzi za kihuni. Tumechoka chaguzi zinazoengua wagombea wa upinzani, na wanaoenguliwa ni wa upinzani tu. CCM hawaje kuenguliwa tangu tumeanza. Tumechoka chaguzi ambazo wizi wa kura sasa ni jambo la kawaida. Tumechoka chaguzi ambazo ni wagombea wa upinzani tu wanaofanyiwa fujo na mapolisi na usalama wa taifa na ma-DC na watendaji wa vijiji na kata na maafisa tarafa. Tumechoka uchaguzi ambao mawakala wa upinzani ndio hawaapishwi. Mawakala wa upinzani ndio hawaruhusiwi kuingia kwenye vituo, au wakiingia wanatolewa. Tumechoka uchaguzi ambao mawakala wa uchaguzi hawapewi nakala za matokeo. Tumechoka uchaguzi ambao sasa ni kawaida kwa hawa mapolisi na watu wa usalama kuua watu wetu ili CCM ingie madarakani. Mwaka jana wameua, 2020 waliua, 2015 waliua. Tumechoka kutolewa kafara ili CCM iendelee kutawala nchi hii. Ndio maana tunasema no reform, no election. Bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Na nyie wananchi wa Mbinga, niambieni, mtavumilia mpaka lini utajiri wa Mbinga kupitishwa barabarani hapa? Mnaona hamna elimu. Nimewaambieni wa Matengo wa miaka ya 50 hawakuwa na elimu mlionayo nyie hapa, lakini walikataa stakabadhi ghalani ya Wahindi na Wazungu, wakaiondoa. Tusiambiane hatuna elimu. Mna elimu kuliko babu zenu wa miaka ya 50. Hamjaamua tu. Mnafikiria kwamba
ili tatizo atakuja kulitatua mjomba fulani, sio nyie wenyewe. Babu zenu walijielewa, bibi zenu walijielewa, wakasema hili tatizo tutalimaliza sisi wenyewe kwa nguvu zetu wenyewe, na walilimaliza. Msisubiri mjomba. Hakuna mjomba atakayekuja kufanya hii kazi, wala shangazi. Ni nyie wenyewe. Kwa ndugu zangu, tunaposema hakuna mabadiliko, hakuna uchaguzi, tuna maana tunataka mabadiliko kwenye tume. Tusiwe na tume ya aina aliyozungumzia mheshimiwa leo. Maanake tunataka wapiga kura halali tu ndio waandikishwe, na waandikishwe sawa sawa. Maanake tunataka fujo wanazofanyiwa wagombea wa upinzani wakati wa kampeni zikome. Tunataka uenguaji wa wagombea wa upinzani uishe. Tunataka kila chama kinachoshiriki uchaguzi kiwe na mawakala wakati wote wa uchaguzi. Kusiwe na uchaguzi kama mawakala wa chama fulani hawapo. Tunataka uchaguzi ambao shida kihalali tu ndio watatangazwa washindi. Tunataka uchaguzi usioendana na kutoana makafara, usioendana na kuua watoto wetu na kuua ndugu zetu, usioendana na kufungulia watu kesi za uongo. Jeshi la polisi ni mabingwa wa kufungua kesi. Habari ikome. Yasipokoma hayo, wanataka shari, wanataka mabadiliko yaje kwa shari, na mimi nawaambieni yatakuja kwa shari. Tumevumilia miaka 30 ya kuomba kwa amani. Tumevumilia miaka zaidi ya 30 ya kuomba kwa heri. Hasa kama heri haiwezekani, tunaenda kwenye shari. Ndio hivyo. Sasa naomba nimalizie. Na naomba nimalizie kwa maneno yafuatayo. Jambo la kwanza ni kujitambua sisi wenyewe. Tukijitambua sisi wenyewe, tutajua kwamba actually tunaweza. Sasa hivi kila mtu anafikiria hatuwezi, hawezi. Sasa mimi naweza nini? Tukijitambua, tukatambua kwamba hiki tunachokipigania ni kilio cha nchi nzima, tutaweza. Tukifikiria Simba na Yanga ndio muhimu zaidi, kama humo ndani, kazi hatutaweza. Au sio? Kama mnafikiria kwamba hamna shida mali ikiondoka, mnafikiria muhimu ni Simba na Yanga, hayatawezekana. Itawezekana? Haitawezekana. Kwa tuanze kwa kujitambua, kutambua nguvu yetu sisi wananchi. La pili ni kutambua wajibu wetu. Wajibu wetu ni kujikomboa sisi wenyewe. Sio, hatuna mjomba. Na ili tujikomboe, tunahitaji kuchangia hii kazi. Nyie wananchi wa Mbinga, hebu niwaulizeni. Hivi mnafikiri mimi nalipwa shilingi ngapi ili kuja kufanya mkutano wa hadhara Mbinga? Mnafikiri nani amenilipa? Mnafikiri nani anayenilipa nifanye hii kazi ya hatari? Nilikuja hapa mwanzoni, nilipokuja miaka 12 iliyopita, nilikuwa mzima. Leo kilema. Leo natembea na risasi mgongoni.
Mnafikiri nimepewa hela kiasi gani kufanya hii kazi iliyonipa risasi atembea nayo mgongoni, iliyonifanya nikae hospitalini miaka 3, operesheni 25? Nafikiri tunalipwa kiasi gani? Msipotuchangia hiyo ndogo ulionayo, usipoitoa, hii kazi itaendaje mbele? Kesho na kesho kutwa tutaendaje Peramiho? Sisi hatuna za kuchota. Wenye za kuchota ni hawa wanaochota mali yenu wanaipeleka Ulaya na wapi na wapi, wanaowafanyieni stakabadhi halali. Hawa wanao za kuchota, sisi hatuna. Msipotuchangia, mnafikiri tutafanyaje hii kazi? Kwa hiyo tutambue wajibu wetu, tuchangie hii kazi tone tone. Tunaita tone tone kwa sababu na ni kweli. Kofia yangu iko wapi? Niwekee na mimi. Mnafahamu hii tone tone tumeita kwa sababu tunajua na nyie mmepigika. Stakabadhi ghalani imewachakaza, TRA imewachakaza wafanyabiashara, halmashauri imewachakaza wote nyie. Ndio maana tunaita tone tone. Mnanipata? Sasa ukitoa tone tone, Mbinga yote iko hapa leo, au pengine zaidi ya nusu ya Mbinga iko hapa leo. Hebu fikiria, mkitoa 1,000 tu hapa, wote hapa, hatujapata mafuta. Hatutapata mafuta, tutapata mafuta. Hatutapata maji ya kunywa, hatutapata mahali pa kulala. Na hiyo mkitufanya hivyo, mnatupa nguvu ya kuendelea. Waombeeni ndugu zangu. Utaratibu wa kuchangia kwa simu mmeambiwa. Tuma hela yako, tuma tone tone lako kwenye hiyo namba mlioipewa, 0744 44 69 69. Tuma baraka zako pale, tuma mchango wako hapo. Tukija kwenye mkutano kama huu, tuchangie vile vile, tupate mafuta ya kuendea Songea mjini kesho na kesho kutwa Tunduma. Tukimaliza ya Songea, Tunduma inatuhusu. Kwa hiyo ndugu zangu, tukifanya hivyo tutaweza kuondokana na hizi shida. Tunaweza tukabadilisha hii nchi, na tukibadilisha hii nchi na maisha yetu yatabadilika. Tuache hii habari ya nchi tajiri kama hii ya kwenu, halafu ina watoto waliodumaa, wanatunyonya, halafu wanatucheka, wanatuletea takwimu zinazosema watoto wetu wamedumaa kwa upiamlo. Wanaombeni mchangie ndugu zangu. Na kofia yangu naenda change. Sawa sawa. Sasa mimi nimemaliza. Ila nataka takuja mwenyewe kuja kuzichanga huko. Kama nyie hamnani, tawafuata mwenyewe. Mwenyekiti wa kanda, njoo shika ngoma hii, mimi nishuke huko, wanipe hela, wanipe mchana. Tusitegeane. Sawa sawa. Ngoja nikazitafuta. Mimi nawashukuruni Mbinga. Sawa sawa. Sasa nakuja mnigawie hela. Tuendelee kuchangia.